Mwakilishi wa jimbo la Uzini ndugu Said Hassan Msingiri amesema kilio cha maji cha muda mrefu kwa wananchi wa jimbo la Uzini shehia ya Miwani sasa kimegeuka kuwa furaha kubwa baada ya kupatikana maji safi na salama. Hivyo amewasisitiza wananchi kutumia vyema miundombinu ya maji ili kudumisha huduma hiyo na kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza siku zijazo. Ameyasema hayo baada ya ufunguzi wa kisima cha maji kilichopo Kitope, shehia ya Miwani, jimbo la Uzini, mkoa wa Kusini. Tumekuja hapa katika shehia yetu ya Miwani, eneo la Kinooni Mpirani. Wananchi wetu hawa walikuwa wana changamoto ya maji katika maeneo yao haya kwa muda mrefu, lakini wakati wa kampeni nilikuja hapa wakati naomba kura, wakanielezea changamoto yao, na mimi nikawaahidi nitakapoingia madarakani ndani ya miezi mitatu ya mwanzo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitakuwa nimetatua changamoto yenu ya maji. Na namshukuru Mungu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali nimeweza kulifanikisha hilo. Leo tumekuja kukata ile kiu ya wananchi wa maeneo haya ya kukosa maji. Sasa maji yanapatikana kama mnavyoona, maji safi na salama. Wazee wetu sasa hivi watanufaika na uwepo wa maji haya, vijana, watoto, ili mradi tunaendana na kasi ya Mheshimiwa Rais na dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kutatua changamoto kwa wananchi wake. Sisi sote tunaishi kwa kufuata maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kuona namna gani tunatatua changamoto za wananchi wetu. Nashukuru sana serikali kupitia Mheshimiwa Sheha kwa ushirikiano mzuri na wadhati waliowapa wadau wetu na mimi mwenyewe binafsi katika kuhakikisha kisima hichi toka kinaanza kuchimbwa mpaka hapa kilipofika. Lakini vile vile shukrani za kipekee nizipeleke kwa wananchi kwa ujumla ambaye alotoa eneo lake hili kikachimbwa hichi kisima na ukajengwa huu mnara ili wananchi waweze kupata maji. Vile vile niwashukuru wadau wetu ambao wamekuja hapa kwa kushirikiana na mwakilishi kuja kulitekeleza hili mpaka limefanikiwa. Lakini bila kusahau nikishukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kutupa miongozo sahihi, miongozo iliyonyoka katika kuona namna gani tunawatumikia wananchi kupitia ilani yake ya Chama cha Mapinduzi ya 2025-2030. Huu ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa upekee miundombinu hii mulihitaji kwa muda mrefu, lakini mimi nikasema kadiri Mungu atakavyoniwezesha nitapambana niwaletee miundombinu hii ya kuwachimbia kisima ili mupate maji safi na salama. Kwa hiyo tumepata maji hapa leo, muyatumie maji haya vizuri katika kuhakikisha tunaondoa changamoto mliokuwa nayo. Msikubali akatokezea mtu yoyote akaharibu miundombinu hii, kwani tutakaopata shida kisima hichi kitakaposhindwa kufanya kazi ni sisi wananchi tunaoishi katika maeneo haya. Kwa hiyo tuithamini na tuitunze miundombinu hii, tuone kwamba kama ni dhahabu ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa miaka 100 leo imetufikia. Kwa hiyo tuna kila haja ya kuithamini, kuitunza na kuienzi ili endelee kudumu na kudumu na kudumu. Asanteni sana, niambie ndugu wananchi, nawapenda sana. Kwa upande wake sheha wa shehia ya Miwani ndugu Hassan Othman Mweleza amesema atawahamasisha na kuwasimamia wananchi kuhakikisha wanakitunza na kukithamini kisima hicho kwa manufaa ya sasa na baadaye. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia afya njema na kuweza kukutana kwenye ufunguzi wetu huu wa kisima. Kwa jina naitwa Hassan Othman Mweleza, ni sheha wa shehia ya Miwani. Tunawashukuru sana viongozi wetu kwa kutuletea huu mradi wa kuchimba kisima, kwa sababu eneo letu hili la Kinooni miaka mingi sana tulikuwa tunateseka, hatuna maji, tunahangaika. Kwa kina mama wanapata shida, wanakwenda mabondeni kabisa huko, wanapata maji kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunawashukuru viongozi wetu kuanzia rais wetu wa Zanzibar na rais wetu wa Muungano pamoja na Chama chetu cha Mapinduzi. Tunakishukuru mno kwa kusimama na kuweza kutuchukulia hatua hii. Naamini tumetua mzigo wa maji kwa muda mrefu sana, tulikuwa tumeteseka, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amekuja viongozi wetu, wametusikiliza na wametutekelezea lile ambalo tunalolitaka. Najua matatizo yako maeneo mengi, kwa hiyo nashukuru kwa hili ambalo wamelianza kwetu, na Mwenyezi Mungu awape nguvu, watupatie na mengine. Kwa hiyo machache kama sheha na wananchi wananchi wangu
hiki ambacho tulikuwa tumefanyiwa ni kitu cha gharama nyingi sana. Kwa hiyo tunachotakiwa tukitunze, tukienzi, tuangalie watoto wetu katika wanapokuja kutumia hapa, pawe na uangalifu mkubwa ili tukidumu. Nao wananchi wametoa shukrani kwa mwakilishi wa jimbo hilo kwa kutekeleza ahadi ya kuwapatia kisima cha maji, wakieleza kuwa mradi huo utakuwa mwangaza mkubwa wa kuondokana na changamoto ya maji iliyowakabili kwa muda mrefu. Tulikuwa tuna changamoto ya maji katika mtaa wetu. Tunashukuru Mungu mpaka muda huu tumepata huduma ya maji, maana tulikuwa tunateseka kutafuta maji kwa masafa ya mbali muda mwingi sana, yani miaka imepita, karne na karne, maji hapa hatuna. Maji tunatafuta mbali sana, ni miaka mingi tunateseka kuhusu maji katika huu mtaa, lakini tunamshukuru mwakilishi wetu. Mwenyezi Mungu katujalia, kampa nguvu, kampa mawazo na fikra kutukumbuka wananchi wake, kutuletea maji sihaba. Tunamshukuru. Mwenyezi Mungu amweke, amlinde na ampe nguvu katika kazi zake, ili awapate kuwapa na wenzetu wenye changamoto kama hii na wenye matatizo mbalimbali katika majimbo yao, ampe weledi wa kuwasaidia na kuwafanyia kazi katika jimbo letu lote la Uzini. Tunamshukuru sana. Namshukuru mheshimiwa mwakilishi kwa kazi yake aliyotufanyia, ambapo tulipata shida sana sisi watu wa Miwani juu au Kinoni hapa, shida ya maji mpaka tuteremke bondeni huko au twende mabondeni huko. Kwa hiyo tuliteseka sana juu ya maji, lakini kupitia hili, kupitia mwakilishi wetu, kupitia rais, kupitia chama chetu ametufanyia, ametujengea kisima, na leo tunatumia maji yetu ya kisima kiulaini kabisa, kiroho safi. Tunafurahi na tunashukuru. Tunamshukuru sana mheshimiwa mwakilishi wetu. Ahadi yetu kubwa tunatoa kwamba ni kukitunza hiki kisima, kutunza hii mifereji, na hasa waharibifu mara nyingi ni watoto wetu wadogo wadogo. Kwa maana hiyo sisi watu wazima au wazazi tutakuwa ni walinzi kwa watoto wetu, kuangalia kwamba hii mifereji haitoharibiwa. Kwa majina anaitwa Zuhura Amani Ismail, mkazi wa Miwani Kinoni. Hatuna budi kumshukuru viongozi wetu kwa kutatulia changamoto yetu ya maji. Mwanzo tulikuwa tuna changamoto sana ya maji, ila tunashukuru kwa kutusikiliza changamoto zetu na kutusaidia kutupatia maji. Tunashukuru, asanteni. Tunamwahidi mwakilishi kwa kutusaidia haya maji, tunamwahidi tutayatunza, tutayatumia vizuri ili tusiweze tukaharibu, watoto wasichezee. Madina Omar, nyuma ya kamera ni Abdurrahman Awis.